Yes, mtazamaji wa Nevia Media, ni saa nyingine tena tunakutana hapa kwenye channel yetu pendwa ya Nevia Media. Kumbuka tukikutana huwa tunapeana update mbalimbali za kimichezo, na sisi lengo letu ni kufanya mtazamaji wa Nevia Media upate habari za kimichezo ambazo ni za uhakika. Ikumbukwe siku ya leo Young Africa ilikutana na TRA United, lakini ikatoa 0-0 bila kufungana. Baada ya sasa ya kutamatika kwa mchezo huo, kumekuwa na maneno mengi ambayo yamezuka kwenye mitandao ya kijamii, ambapo alisikika Ali Shabani Kamwe ambapo aliandika kwenye ukurasa wake kwamba wataenda kucheza mechi ya Jumamosi dhidi ya Mtibwa Sugar kule kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, na baada ya mchezo huo sasa watafanya tathmini. Sasa kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini kabla sijakuwekea kile ambacho kinaendelea kwa kocha wa Young Africa Pedro Gonçalves, kama ndo mara ya kwanza unaitembelea channel yetu ya Nevia Media, ni kusii tu usiache kusubscribe. Sasa kwenye mitandao ya kijamii bwana, kuna habari ambazo zinaeleza kuwa mchezo wa Jumamosi kati ya Mtibwa Sugar FC dhidi ya Young Africa Sport Club unaweza kuwa wa mwisho kwa kocha Pedro Gonçalves kuiongoza Young Africa. Taarifa zinaeleza kuwa mara baada ya mchezo dhidi ya Azam FC, uongozi wa Yanga ulianza mchakato wa kutafuta kocha mpya, jambo linaloashiria uwezekano wa mabadiliko ya benchi la ufundi. Hatua hiyo inakuja kufuatia pressure ya matokeo na mwenendo wa hivi karibuni wa timu. Je, ndo utakuwa mwisho wa kocha Pedro Gonçalves ndani ya Yanga ama vipi? Mimi na wewe mdau hatujui nini kinaendelea, ni kusii tu uendelee kufuatilia Nevia Media, na tunapopata taarifa hizi kwa undani basi utakusogezea. Lakini ikumbukwe Yanga wameshatoa sare 4. Kwanza sare ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Mbeya City, na sare ya pili ikawa ni dhidi ya Simba Sport Club kwenye mchezo wa dabi kule New Amani Zanzibar, na sare ya tatu ikawa ni Azam FC ambapo ni mchezo ulichezwa March 15 pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na Yanga wakatoa sare. Sasa siku ya leo walishuka dimbani kwenye uwanja wa Sheikh Mbedi hapa Arusha na wakatoa sare. Sasa mashabiki na wadau wa michezo wameanza kutoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii kwamba inawezekana mchezo wa siku ya Jumamosi ambao utapigwa pale kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma bwana, inaweza ikawa si ni mchezo wa mwisho wa Pedro Gonçalves, kwamba uongozi wa Yanga uko sokoni kutafuta kocha. Lakini pia kwenye ukurasa wa Ali Shabani Kamwe aliweza kuandika bwana kwamba wazipambanie hizo pointi 3 ambazo zimebaki kwa Mtibwa Sugar, then wakimaliza hapo watapata mapumziko na watafanya tathmini ya kikosi chao, waone nini kinaendelea kwenye kikosi. Ikumbuke kwamba kwenye kikosi cha Yanga kina majeruhi wengi, ambapo hata siku ya leo kwenye mchezo wa TRA United alionekana Dube pia akiwa amepata maumivu na Israel Mwinda akiwa amepata maumivu. Sasa mimi na wewe hatujui nini kinaendelea. Je, Pedro Gonçalves ndio utakuwa mchezo wake wa mwisho? Mimi na wewe hatufahamu. Endelea kuifuatilia Nevia Media kwa habari zaidi.